kuomboleza mzee, ndio vile ambavyo tumeona serikali imetangaza ya kwamba watampatia heshima ya kiserikali katika ile mazishi yake mpaka siku atapumzishwa. Tusimame na familia. Ni vizuri watu waheshimiane katika mirengo za kisiasa. Hii siasa ya unyama ya kutakiana mabaya, hii siasa ya unyama ya kuumizana, hii siasa ya unyama ya kupigana marisasi, mimi kama kiongozi wa vijana ningetaka ikome katika nchi yetu, kwa sema ya kwamba mambo ya Mungu hatuwezi uliza swali. Yale ambayo yamefanyika yamefanyika. Kwa hivyo jambo la muhimu ni vile ambavyo sasa wale wameachwa, hasa familia ya ODM, mrengo wa ODM, familia ya ODM, wajue vile ambavyo watajipanga kuendelea, ndio wajue vile ambavyo wataendesha siasa zao. Watu wengi wametokea kwa barabara, pengine ni ile uchungu ya kupoteza kiongozi wao, wanaandamana. Mimi ningeomba wanasiasa, tafadhali tusiingize hawa vijana ambao saa hii tumeona kule barabara na wamama wanaandamana kwa sababu ya uchungu ya kuumia kwa sababu ya kupoteza kiongozi wao. Tusiingize mambo ya siasa hapo. Raila was a nationalist. Hata kama alikuwa kiongozi wa chama cha ODM, yeye alikuwa kiongozi wa kitaifa. Yeye ni kiongozi ambaye anajulikana dunia mzima. Kwa hivyo ile heshima inafaa kupatiwa. Hii sherehe ya kumuna kupumzisha huyu mzee, mimi ningeambia viongozi, tafadhali, you must behave. You must behave. Kwa majina naitwa Isaac Mungai, ama kijana msafi. Mimi ndio youth leader wa chama cha DCP, nasimamia Kiambu County, na nimekuwa kama kiongozi wa vijana katika eneo hili letu la Mlima Kenya, na nimekuwa mstari wa mbele nikiongea mambo ya siasa katika nchi hii, na nimekuwa pia mstari wa mbele nikikosoa serikali ya William Ruto, na nimekuwa pia nikiongea yale ambayo yanajitokeza katika dunia ya siasa. Na leo tuko na huzuni kama Wakenya wa jamhuri hii, kwa sababu ya vile ambavyo mnajua ya kwamba tumepoteza kiongozi kama taifa ambaye anaitwa former Prime Minister Raila Amolo Odinga, ambaye amejulikana na amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu. Zaidi ya miaka 40 amekuwa katika siasa za Kenya. Amepigania viti tofauti tofauti. Aliwahi kuwa mbunge kule Kibera wakati ilikuwa inaitwa Lang'ata constituency. Amewahi kuwa mbunge huko kwa muda wa miaka karibu 25. Amekuwa pia waziri katika serikali ya Kenya wakati wa Rais Mwai Kibaki, na pia amekuwa waziri mkuu katika serikali ya Mwai Kibaki mwaka wa 2007 to 2012. Na kando na hayo pia amekuwa akiwania nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na alianza mwaka wa 1997 ndio alipigania nafasi ya kuwa rais katika nchi ya Kenya mara ya kwanza. Akapigania tena 2007, akapigania tena 2012, akapigania tena 2017, na akapigania mara ya mwisho 2022. Kwa hivyo ni kiongozi ambaye anajulikana vizuri katika mambo ya kisiasa nchi ya Kenya, na ni kiongozi ambaye pia anajulikana kwa amepigania mambo mingi, amepigania mapinduzi mingi katika mambo mbalimbali nchi ya Kenya. Kwa hivyo ni mtu ambaye ameguza maisha ya Wakenya katika njia moja ama ingine, na hilo ni jambo ambalo si la mrengo hii ama mrengo huu. Ingawaji naona watu wengine wamekuwa wakiongea mambo mingi, like the last 1 or 2 weeks iko watu wamekuwa wakiongea mambo mingi kutoka ile mrengo ya watu wa broad based government. Ni vizuri niwaambie kwamba hili jambo limefanyika sasa. Hii si mambo ya mirengo, hili ni jambo ambalo limetukumba kama taifa la Kenya, na lazima kama wananchi zote tuhusike katika kusimama na familia ya mzee Raila Amolo Odinga, na pia kusimama na kama taifa tukue na nafasi hii ya kuomboleza mzee. Ndio vile ambavyo tumeona serikali imetangaza ya kwamba watampatia heshima ya kiserikali katika ile mazishi yake mpaka siku atapumzishwa. Tusimame na familia kuwaombea na kuwatakia mazuri na kuwatia nguvu. Hii si wakati wa watu kurushana maneno, si wakati wa watu kuongea mambo mbaya sijui dhidi ya hawa watu.
Kwa sababu ile kitu Mungu ametenda hakuna mtu ambaye anaweza badilisha. Kama siku Raila amezaliwa mwaka wa 1945, Mungu alijua atakuja kupumzika mwaka wa 2025. Na miaka 80 pengine ndio Mungu alikuwa amempatia ya kuishi hapa duniani. Na kama imefika mwisho, hatuna wakulaumu sana, ila tu kusema ya kwamba ya Mungu yametendeka. God's case has no appeal. Hivyo ndivyo inasemangwa. Kwa hivyo niambie familia mzee Raila Amolo Odinga wajitie nguvu. Mimi kama kiongozi wa vijana na nikisimamia mrengo huu wetu wa DCP, sisi tutasimama na nyinyi kama familia kwa maombi, na tunawatia nguvu tu, na tunasema ya kwamba Mungu wetu atasimama na nyinyi. Mungu wetu atawatia nguvu, atawasaidia kuendelea. Hata kama mzee katika ile boma mtamkosa zaidi, Mungu wetu atasimama na nyinyi na atatembea na nyinyi. Wale ambao wamekuwa katika mrengo moja na mzee Raila Amolo Odinga na hasa chama cha ODM, najua pia ni pigo kubwa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa party leader wa chama cha ODM na ameongoza hiyo chama kwa muda wa miaka 20. I think like 2 weeks ago mlikuwa mnasherehekea miaka 20 ya hiyo chama yenu, na mzee ndiye amekuwa party leader, yeye ndiye amekuwa akiwaongoza. Kwa hivyo najua kama chama na kama mrengo wa kisiasa pia mmepoteza, na ni pigo kubwa. Na niambie wanasiasa tujifunze na mambo kama haya. Ingawaje tunashindana, ingawaje iko mashindano ya kisiasa, iko wakati nafika kwanza tunaweka tofauti za kisiasa, kwa sababu hata kama tunapingana, hata kama we are disagreeing politically, mambo ya kifo ni mambo ambayo hatuwezi takia mtu yoyote. Mambo ya kifo ni chungu, mambo ya kifo sio rahisi, na ni mambo ambayo hatuwezi takia mtu yoyote. Kwa hivyo ningeambia wanachama wa ODM, sisi tutawaombea, tutawatia nguvu pia, ili muweze kuendelea kama chama na mkue na mketi mjadiliane, mjue vile ambavyo mtaendelea bila mzee ambaye ndiye amekuwa party leader. Na ni vizuri pia niambie wanasiasa, kwa sababu wakati tumekuwa na mashindano hapa, hasa hii mrengo yetu ya DCP, kiongozi wetu Rigathi Gachagua amekuwa akipigwa na mawe karibu kila wakati akienda mahali. Hata iko siku gari zake zimepigwa marisasi, siku alikuwa anatoka Marekani, gari zake zote tukapigwa mawe kule JKIA. Watu walikuwa wanajaribu vile ambavyo wanaweza umiza yule mzee ama wanaweza muua. Niambie watu wa kina Kimani Ichung'wah interest wale wako katika broad based government, hii uchungu leo ambao imewakumba kama mrengo wa kisiasa, hii uchungu ya leo ambao imewakumba kama mrengo wa kisiasa kwa sababu ya kupoteza mmoja wenu, ndio ile uchungu tumekuwa pia tukisikia kama mrengo wa United Opposition, wakati mnatupigia kiongozi wetu mawe, wakati saa nyingine mnajaribu hata kumuua. Hiyo uchungu ambaye iko sasa ndio hata sisi tumekuwa tukisikia. Kwa hivyo ni vizuri mjue ya kwamba vile ambavyo mnaumia ndivyo hata sisi tunaumia. The way you are feeling ndivyo hata sisi huwa tunasikia. Kwa hivyo ni vizuri watu waheshimiane katika mirengo za kisiasa. Hii siasa ya unyama ya kutakiana mabaya, hii siasa ya unyama ya kuumizana, hii siasa ya unyama ya kupigana marisasi, mimi kama kiongozi wa vijana ningetaka ikome katika nchi yetu, kwa sababu hakuna mrengo ambaye inaweza shabikia kupoteza kiongozi wao. Na ndio maana tunasema leo sisi we are behaving like gentlemen despite the political differences. Sisi kutoka kwa mioyo yetu tunasimama na nyinyi na tunawaombea Mungu awatie nguvu muweze kuendelea. Na ni vizuri sema ya kwamba katika nchi ya Kenya iko siku tumeona kwa mitandao watu walikuwa wanaandika mambo mingi, like I think that was last week, watu wakisema ya kwamba, na hiyo propaganda ilitoka katika mrengo wa serikali ya William Ruto, wakisema ya kwamba Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka ndio wameeneza habari katika mitandao ya kwamba mzee ni mgonjwa, ya kwamba mzee ni kama amekufa. Na baadaye ikabidi mpaka Rigathi Gachagua akasimama kusema ya kwamba yeye hahusiki na hiyo maneno, na mambo ya afya ni mambo ya Mwenyezi Mungu, hawezi takia mwingine mabaya. Kwa hivyo ningeambia William Ruto, hii mambo ya siasa tusiingize hii maneno ambayo ni ya kuumizana mioyo. Tusijaribu kuenda katika hiyo barabara, kwa sababu hakuna mwenye anaweza takia mwingine mabaya. Na that was very wrong, kwa sababu hatujui, pengine mlikuwa mnajua yale yatatokea, and maybe that is why you tried to fix and to label the leaders in the opposition ya kwamba ni kama wanahusika na hiyo maneno. Maybe you wanted to create a hostile environment between our leaders in the opposition na maybe familia ama mrengo wa ODM, and that was very wrong.
tusijaribu kufanya siasa chafu. Vile ambavyo mzee amepumzika Raila Amolo Odinga, tusijaribu kucheza siasa chafu za kupiganisha mrengo hii na hii jamii ya watu wa Nyanza. Tusijaribu kupiganisha watu wa mrengo hii na hii familia mzee Raila Amolo Odinga. Tukienda hiyo barabara kama viongozi, tutakuwa tumekosha heshima, tutakuwa tumekosea. Na hiyo haitakuwa, hiyo itakuwa tu tuna behave kama watu wakora. And it is wrong as leaders. Kwa hivyo niseme ya kwamba mambo ya Mungu hatuwezi uliza swali. Yale ambayo yamefanyika. Kwa hivyo jambo la muhimu ni vile ambavyo sasa wale wameachwa, hasa familia ya ODM, mrengo wa ODM, familia ya ODM, wajue vile ambavyo watajipanga kuendelea, ndio wajue vile ambavyo wataendesha siasa zao. Na kwa sababu najua mambo ni mingi itaongewa, hata sisi tukiendelea tutaongea tu. Kwa sababu nafikiri mzee wakati aliongea mara ya mwisho alisema ya kwamba yeye anaunga tu mkono William Ruto katika hii kipindi yake ya kuongoza kwa sababu ya zile 10 points ambazo walikuwa wameandikania. Lakini siku za mzee za mwisho hakuna mahali alisema ya kwamba anaunga William Ruto kusimama kiti mara ya pili 2027. Hakuna mahali kama hapo tulisikia mzee Raila Amolo Odinga akisema. Hiyo ni kumaanisha the ODM family you at liberty going forward to choose any of the political formation that you would wish to join. You at liberty. Hamjafungwa na chochote kile. Kwa sababu mzee aliongea siku zake za mwisho wakati alikuwa kule, tulimsikia akisema ya kwamba yeye ikifika 2027, hata nisikia akisema ya kwamba hii chama yetu, wale wanasema hatutasimamisha rais, nani anawaambia hii chama hatutasimamisha mtu wetu? So I think there is no any agreement or any promise, either verbal promise ya kwamba mzee alikuwa ameambia William Ruto atamunga mkono. Kwa hivyo naambia hivi wafuasi wa baba na wafuasi wa ODM, ili wasijaribu kuingizwa katika mitego na wale wakora wa serikali wakiambiwa mambo mingi ati mzee alisema hii, mzee alisema hii. You at liberty as a region, as a political formation, as a political party to make any choice of joining any political formation going forward for the sake of your future politics. Ni vizuri kusema hivyo. Na nikimalizia mimi ningeomba wanasiasa, kwa sababu leo naona iko watu wengi wametokea kwa barabara, pengine ni ile uchungu ya kupoteza kiongozi wao wanaandamana. Mimi ningeomba wanasiasa, tafadhali tusiingize hawa vijana ambao saa hii tumeona kule barabara na wamama wanaandamana kwa sababu ya uchungu ya kuumia kwa sababu ya kupoteza kiongozi wao. Tusiingize mambo ya siasa hapo. Raila was a nationalist. Hata kama alikuwa kiongozi wa chama cha ODM, yeye alikuwa kiongozi wa kitaifa. Yeye ni kiongozi ambaye anajulikana dunia mzima. Kwa hivyo ile heshima inafaa kupatiwa. Hii sherehe ya kumwona kupumzisha huyu mzee, mimi ningeambia viongozi, tafadhali, you must behave. Lazima muonyeshane ukomavu katika vile ambavyo mtahando hii maneno. Kama ni serikali ndio wanaongoza, the leaders in the United Opposition pia wapatiwe nafasi. Wakitaka kutembelea ile familia, wakitaka kupeleka rambirambi zao, wakitaka kuenda siku ya kueulogize mzee, wapatiwe nafasi vile ambavyo inastahili. Kwa sababu hii ni mambo ya kitaifa. Tusijaribu kuingiza siasa za ukubavu, siasa za ushenzi hapo, kujaribu kuleta migawanyiko hapo na matusi mingi and the blame game. Ya? Kila ambacho kimeendelea ni Mungu alikuwa amepanga na ni Mungu yote anajua. Nitachukua swali moja ama pengine swali mbili ama maswali matatu, alafu kisha tutatamatisha. Leo sisikii kuongea zaidi kwa sababu yale yamefanyika tayari yamefanyika, na kama taifa hatuwezi sema ya kwamba sio pigo kwetu. Hili ni pigo kwetu. Okay, Raila was man of the maybe besides the politics, ni nini hiyo yenye maybe it will be very hard to replace a leader like Raila Amolo Odinga? One of the characteristics ya mzee Raila Amolo Odinga, he was a very brave politician, na kwa muda mrefu, I think after Kenneth Matiba,
mtu mwingine ambaye amejitokeza, ambaye anaonekana ni shujaa wa siasa na ni mtu ambaye hana uoga kabisa, amekuwa mzee Raila Amolo Odinga. Kwa sababu hata mkikumbuka katika maisha yake ya kisiasa, he was a fighter for the changes. Ni yule mtu alikuwa anasukuma mambo mpaka kunakuwa na mabadiliko. Ni yule mtu alikuwa anajaribu kupigana na forces mpaka anahakikisha kwamba mabadiliko yamefanyika. Ni yule mtu hata mngemwambia hakuna kufika CBD na hakuna kuandamana, hiyo siku ataandamana. Mkitaka kupiga gari yake risasi, mkitaka kumpiga mawe, mpige mawe. Lakini ni yule kiongozi ambaye alikuwa shujaa zaidi, sio mtu alikuwa wa kutishwa ama kuuzua uoga. That was Raila Amolo Odinga for you. He was a very, very, very brave politician. You could not intimidate him. Yeah? Haungemuzia uoga, haungemthreaten, haungemwambia sijui hutaenda wapi. Alikuwa anahakikisha kwamba amefika. And I think the only leader as of now, yule ambaye tunaweza sema ameonyesha ukakamavu na ushujaa kama ya mzee Raila Amolo Odinga ni Rigathi Gachagua. Kwa sababu pia tumemuona katika mstari wa mbele akiongea, akitetea Wakenya wa jamhuri hii bila kuogopa. Tumemuona katika mstari wa mbele akiongea zile vitu zimefichwa katika siri sana kwa serikali, hata wale viongozi wengine wanashtuka. Na nafikiri iko siku umesikia Jeremia Kioni akisema ya kwamba wanafurahia vile Rigathi Gachagua amewaunga mkono katika mrengo wa upinzani, kwa sababu yale maneno anaongea hakuna mtu mwingine anaweza ongea isipokuwa yeye mwenyewe. And you remember when Raila Amolo Odinga was actively in opposition, he used to give us the secret, ile mambo ambayo inaendelea ya siri katika serikali. Mzee Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa anafichuria wa Kenya when he was actively acting as a leader of opposition. Kwa hivyo yule ambaye anaonekana ni kama amerithi mzee Raila Amolo Odinga katika kukosoa serikali kwa njia ambayo ni ya ukakamavu, kwa njia ambayo ni ya ushujaa, na mtu ambaye haezi tishwa na haezi uzua uoga ni Rigathi Gachagua. Kwa hivyo ni vizuri kusema hivyo, kwa sababu pia yeye tumemuona wakati anaenda katika mikutano yake anajaribu kutishwa, tumemuona akifika. Tumeona hata akirushiwa mawe anafika. Tumeona hata gari yake kipigwa risasi anafika. Hakuna siku hata moja tumeona Rigathi ati amekunja mikono amkia ati ameogopa mtu yeyote. So nafikiri hiyo kali, hiyo kali, the braveness of Rigathi Gachagua ni exactly ni ile ambayo ilikuwa na mzee Raila Amolo Odinga. Hao wawili ndio wale tu viongozi tumekuwa na wao ambao hauwezi mtishia, hauwezi muzia uoga. Kila anataka kuachieve lazima ataachieve, na kila anataka kusema lazima atasema, hata kama wewe ni nani. Kwa sababu nakumbuka hata wakati mzee aliambiwa hautajiapisha, akaambiwa that is a treasonable act. Akaambiwa ukijiapisha kule Uhuru Park utanyongwa ama utafungwa jela. Bado mzee alifika huko na akaleta watu karibu 1,000,000 kwa uwanja na akajiapisha. So huyo ni yule mzee akisema atapitia hapa atatengeneza barabara atatengeneza. Na yule mtu tumemuona tu akona such kind of characters. Na anafuata hizo nyayo ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua akisema hapa barabara itakuweko, atabomoa na hakikishe kumepatikana barabara. And we appreciate him for that very well. Swali lingine. A few days ago, tulikuwa tumeona Rigathi Gachagua alikuwa ameongelea maybe kuhusu hiyo ugonjwa ya Raila after the rumors. Maybe ndio sasa mzee akafariki. How was the relationship between your party leader and Raila Amolo? Mara ya mwisho wa Kenya waliona Rigathi Gachagua wakiwa pamoja na mzee Raila Amolo Odinga ni wakati Raila alikuwa anaombewa aende akasimame kiti ya AU kule KICC. Na mnakumbuka vizuri hata mwenye aliombea alipatiwa jukumu ya kuombea mzee Raila Amolo Odinga ni Dorcas Rigathi, bibi ya mheshimiwa Rigathi Gachagua, ndiye alipatiwa hiyo nafasi. Na hiyo siku akapatikana Dorcas walikuwa na Mama Ida na yeye Rigiji walikuwa na Raila Amolo Odinga, na wakawa na siku mzuri sana. I think that was the last moment in the public walionekana pamoja katika sherehe na wamejumuika vizuri. Na hiyo ni hakikisho ya kwamba kando na siasa, kwa sababu saa nyingine wananchi hawajui kando na siasa, hizi siasa mnaonanga huku mchana nini na nini na nini, watu bado pia ni marafiki, watu wanazungumza, watu wanapigania masimu, people are family friends, wanafanya biashara pamoja, kwa sababu mashindano sio uadui. Na siku Rigathi Gachagua ametoka kwa serikali, naye mzee Raila Amolo Odinga akaingia through broad based government, hatujaona siku hata moja Rigathi Gachagua akitusi mzee Raila Amolo Odinga. In fact amekuwa akimshauri, kwa sababu nakumbuka iko siku Rigathi ameongea kutoka kwa moyo wake, akaambia mzee kwamba mimi najua William Ruto
Na siku ulikuwa unampinga aliniambia atakuita kwa serikali. Na akaniambia anajua dawa yako na iko vile atakufanyia na baadaye hiyo ODM atakuja kugawa katikati ama atakupokonya. So Rigathi Gachagua amekuwa akiongelesha mzee Raila Amolo Odinga na amekuwa akimwambia ukitaka kukuja katika mrengo wetu wa upinzani tukomboe taifa umekaribishwa na milango iko wazi. Kwa hivyo there has not been any enmity or any animosity between Rigathi Gachagua and mzee Raila Amolo Odinga. Kama tu Wakenya wawili wamekuwa tu sawa. Ile tu kitu inakuanga na imekuweko ni hii tu disagreements within the politics and that is the nature of politics. We disagree and then after sometimes then again we agree. Hiyo ndio siasa. Cha muhimu ni kuambia Wakenya kwamba mashindano sio uadui, na hiyo ni mzee Uhuru Kenyatta alitufunza. Sababu nakumbuka wakati wamepigana sana kisiasa na mzee Raila Amolo Odinga, baadaye alikuja akamuita kwa serikali na wakafanya kitu ambacho ilikuwa inaitwa handshake na wakafanya kazi pamoja kwa miaka 5. Hiyo ni kumaanisha kwamba mashindano sio uadui. And that is why I'm here today kama kiongozi wa vijana katika chama cha DCP, nikisimama na familia ya mzee Raila Amolo Odinga, nikiwaombea na nikiwatia nguvu kwa sababu sisi zote barabara ni hiyo. Ingawaje tumekuwa katika mirengo tofauti ya kisiasa, ikifika mahali kama hapa we are human beings na lazima tuonyeshane utu, kwa sababu hiyo ndio tabia ya binadamu. Na pengine maybe kifo cha Raila Odinga kina effect gani kwa kurudi ama kutorudi kwa President Ruto kwenye kitu cha 2027? Iko siku wakati mambo ilichacha zaidi na Wakenya wakasema ya kwamba William Ruto must go. Na Wakenya wakasema ya kwamba wamechoka na serikali ya William Ruto kwa sababu imejawa wakora, imejaa wizi, imejaa watu wanaua Wakenya kiholela. William Ruto aliendea mzee Raila Amolo Odinga na wakaketi chini wakakubaliana, na hapo mzee akapatiana mawaziri katika serikali ya William Ruto, na ikakuwa politically ni kama maisha ya William Ruto iko katika mikono mwa mzee Raila Amolo Odinga. Ni vizuri niseme hivyo. Vile ambavyo walishikana katika broad based government, maisha ya William Ruto ya kisiasa ilikuwa hatarini. Na siku mzee Raila Amolo Odinga alikuja, wakasalimiana na akakubali wakuwe na kuandikiana, wakakuwa na broad based government. Sasa kutoka hiyo siku maisha ya William Ruto ya kisiasa ikawa ni kama sasa iko katika mikononi mwa mzee Raila Amolo Odinga. And that is why Wakenya walikuwa nasema Raila Amolo Odinga akiachilia William Ruto maisha yake ya kisiasa itazama. Itazama. Hiyo ndio imekuweko. Na which is very true. Na mnakumbuka hata vile ambavyo mambo imechacha. Tukakuwa na Kalonzo pande hii, tukakuwa na Rigathi pande hii, tukakuwa na Eugene pande hii, tukakuwa na Matiang'i pande hii, tukakuwa na Natembea pande hii. William Ruto akabaki peke yake ngambo hile. Tegemeo lake kuu katika kisiasa kuendelea mpaka 2027 na pia kusimama kiti mara ya pili, tegemeo yake imekuwa mzee Raila Amolo Odinga. Vile ambavyo mzee ameenda, na ilikuwa pengine mpango ya Mungu, vile ambavyo mzee ameenda, maisha ya kisiasa ya William Ruto itakuwa hatarini zaidi, kwa sababu Raila was his hope. Mnakumbuka I think last week, I don't know whether William Ruto alikuwa anajua Raila atapumzika, but it is on record last week akiwa kule Baringo akisema ya kwamba wameongea na mzee, sijui wamekubaliana nini, sijui wameongea nini. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hope, imani ya William Ruto kurudi katika kiti mara ya pili amekuwa ameiweka katika msingi ya kwamba Raila Amolo Odinga atamsaidia. Sasa vile mzee ameenda kupumzika, vile sasa mzee hayuko tena, itakuwa vingumu sana William Ruto kusurvive katika maisha yake ya kisiasa, itakuwa vingumu zaidi. Na ni vizuri ya kwamba kwa sababu hata yeye mwenyewe mzee akiwa uhai, yeye maneno yake ya mwisho alisema ya kwamba hakuna makubaliano kati yake na William Ruto ya kwamba atamunga mkono 2027. Ile kitu mzee alisema ni ya kwamba atamsaidia amshikilie hapa kumaliza hii kipindi yake ya kwanza wakiwa katika broad based. Lakini mambo ya kumunga mkono safari ya pili, hiyo mzee hakuwa amemwaahidi. Kwa hivyo na William Ruto alikuwa anajaribu na juhudi zote na njia zote kuhakikisha kwamba amewin Raila Amolo Odinga ili amsupport, ili jamii ya Nyanza wakubali kusimama nyuma ya William Ruto. Lakini sasa vile mzee ameenda, jamii ya Nyanza, you at liberty, mko na sasa na uhuru wa kuchagua mtu yoyote yule ambaye mtakayetaka katika uchaguzi wa 2027.
Hakuna mkataba yoyote ambao imewafunga kama jamii ya Nyanza na kama pia wana ODM ama kama wafuasi wa baba. Hakuna mkataba yoyote imefunga nyinyi. Mko na uhuru wa kimawazo katika siasa kuunga mkono mtu mwingine yote yule ambaye nyinyi mtajitakia ama yule ambaye mtakubaliana. And therefore naona kwa mitandao watu wameanza kusema yenyewe one time is confirmed. I think it is obvious. William Ruto without Raila Amolo Odinga, it is obvious hakuna mahali sasa kisiasa ataenda. Atazama, atasambaratika, maisha yake ya kisiasa sasa itafika tu mwisho. Lakini tukimalizia, kuna uwezekano wa chama cha ODM kusambaratika ama kuna yule mtu ambaye Raila alikuwa ametayarisha kumrithi kisiasa amtaka kuondoka? Ile makosa mzee amefanya, na ni vizuri niseme hapa. Ile mzee tu makosa amefanya, ingawaje katika ODM walikuwa na structures. Wako na deputy party leader, wako na chairman, wako na SG, wako na structure. Ile makosa tu mzee amefanya, na pengine ndio inaweza fanya chama cha ODM isambaratike. Akiwa mzee hakupata nafasi, ile mzee anakaanga kwa boma yake, akiona siku zake zimekaribia, ama akiona nguvu inadhoofika, ama akiona miaka imeenda na nguvu imeisha ya kuongoza, kama mzee wa ile boma ya ODM hakupata nafasi ya kuwaketisha chini ya waambie in case nikuwe si yuko karibu, huyu ndiye anaweza waongoza, ama in case nipumzike, ama in case niende, kwa sababu tunasamanga sisi unaweza toka tu kwa boma tu uende na usirudi. In case niende nikose kurudi kama mzee wa hii boma, in my absence maybe so and so can take over from on my behalf, or maybe so and so mnaweza kuwa mnamsikiza. Baba Raila Amolo Odinga hakupata hiyo nafasi kama kiongozi wa chama cha ODM kuhakikisha ya kwamba amewaketisha chini na kuhand over ama kuambia in case I'm not there, huyu ndiye mtakuwa anamuongoza ama huyu ndiye mtasikiza. Baba hakuwa na hiyo nafasi. So hiyo ndio, that is a political mistake that mzee did wakati alikuwa uhai, kwa sababu sasa wale viongozi, unajua siasa ni siasa tu, tusidanganyane, tuambiane tu kweli, siasa tu ni siasa. Wale viongozi wote, kina Babu Owino, kina Sifuna, kina Junet, kina Opiyo Wandayi, kina John Bandi, kina Gladys Wanga, kina Joho, kina Abdul Samad, hao viongozi wote kila mtu atataka kurithi baba. Vile ambavyo sasa hakuna mpangilio yote baba aliacha ya yule ambaye anaweza warithi. Sasa hapo lazima kutakuwa na kizungumkuti, lazima kutakuwa na malumbano, lazima kutakuwa na msuke, lazima watasukumana, lazima watapigana, na wasipokuwa werevu, chama cha ODM vile ambavyo wamesherekea miaka 20 kinaweza kuisha immediately vile ambavyo mzee ameenda. Na sio Raila Amolo Odinga peke yake amefanya hiyo makosa ya kuenda kama haja hand over. Hii ni makosa ambayo nimeiona katika siasa za Kenya. Na ni vizuri niongee kama kijana ambaye anaongea sauti ya vijana wengi wale ambao wamejitokeza katika siasa. Tuko na shida, we have a challenge. Hawa viongozi wetu, unaona mtu wako na miaka 70, mtu wako na miaka 80, yeye ndiye party leader, ako na viongozi nyuma yake wale ambao wamekuwa wakimfuata wakimunga mkono, lakini hataki kuhand over chama. Apumzike, aone vile ambavyo vijana wanaweza endesha chama hata kama ako uhai hajakufa. Si lazima ugojee mpaka siku utakufa ndio wale viongozi wako katika chama yako wa take over. You can still as well hand over. We're alive. Uko na miaka 70, nguvu imeisha, hawezi chapa mikutano 10 one day. Hakuna haja uendelee kukalia katika hiyo kiti. Unafaa upumzike kazi, uchukue kijana mmoja katika hiyo chama, uone vile ambavyo vijana wanaweza pengine leta mabadiliko katika hiyo chama, ama vile ambavyo wanaweza zunguka katika taifa wakiuza chama ama manifesto ya chama. Kwa hivyo hiyo ni shida tuko naye kama wa Kenya, siasa za Kenya. Si mzee peke yake ameaga na hiyo shida. Na pia by the way, in the same spirit, hata ningiongelesha mzee rafiki yetu Uhuru Kenyatta, the former head of state, as a moment is a Jubilee party leader, na amestaafu kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sitaki kusema Uhuru Kenyatta atatuacha hivi karibuni, sitaki kusema hivyo. Tunamuombea maisha marefu, lakini kama vile ambavyo hakuna mtu anajua mipango ya Mungu, ile kitu ningeambia pia mzee Uhuru Kenyatta, hii chama yako ya Jubilee hata kama iko na structure, why can't you also in that spirit, ndio usikuje kuacha confusion katika chama, watu wanapigana huko, watu wakikusukumana. You pick a one person mwenye utamenta akuwe party leader wa chama, azunguke tu bado kama ungali huko. Because I think the only man who tried to do this was Mzee Moi. Mzee Moi alihand over chairmanship ya chama ya KANU wakati alistaafu kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya.
na chama yake ya KANU ikawa inaendeshwa na watu wengine, kina Gideon Moi, Nick Salat and the rest, bado mzee akiwa uhai, akiwa pale Kabaraka amepumzika. And therefore this is an appeal I'm making. It is an appeal I'm making to our fathers in politics, our leaders in politics, wale ambao tuko nyuma yenu. Tafadhali msikuwe mnagojea mpaka siku taa inazimwa ya maisha yako, chama inaachiwa confusion, wafuasi wako wanaacha wakipigana. At least panga boma wakati uko uhai. Wale wazee ambao sisi tumekuta, tumezoea kwamba mzee wa boma akifika mahali yaona ni kama mambo nguvu imemuishia, mzee anaitanga watoto wake na bibi zake wanawaketisha chini. Anawaambia nyinyi ni watoto wangu na hii familia ni yangu. Na ile siku sitakuwa uhai ama ile siku sitakuweko, msikizange huyu ndiye kiongozi wenu. Hii boma tumeona wazee wengi wana appoint family leaders wakati angali wako uhai. So it is something that is doable. Ni kitu ambacho ni rahisi kufanyika. Kwa hivyo I'm making an appeal to our political fathers ya kwamba usikubali uende kaburini kama bado umeshika manto. Ukiwa uhai na umeona nguvu imepungua, mbio ulikuwa nayo imepungua, chukua manto, patia mtu mwingine katika chama aendeleze. Because we as young people, we are ready to be mentored by you, our political fathers. Hatuna vita na nyinyi, tunawaheshimu nyinyi, ndio mababa zetu wa kisiasa, but at the same time tunasoma polepole tukiwa nyuma yenu. Ni vizuri msikuje mkatuachia vita katika familia ya vyama. So that is my take about the ODM, whether it will sprint or not after mzee now has passed. Okay, normally opposition inashiriki serikali. Ndio kama hivi in Kenya tutapata a strong opposition kama yenye Raila anakuanga nayo. Na sisi kama Rigathi Gachagua pia kiwango cha Raila kama opposition. Mzee amekuwa opposition katika maisha yake mingi ya kisiasa. I think officially from 2013 hiyo miaka 10 miaka 10 amekuwa very actively in opposition kama kiongozi wa kukosoa serikali, na amekuwa mjasiri sana. Ni yule mtu ambaye alikuwa anafichua siri zote. Kama iko wizi inaendelea katika serikali, Raila Amolo Odinga alikuwa anakuja anafanya taarifa, anasoma, anaambia Wakenya kunaendelea hivi na hivi. Na hakuna siku tumemwona akiwa na uoga wa kufichua yale maovu ambayo yanaendelea katika serikali. Nakumbuka mpaka hii program ambayo William Ruto alikuwa ameanzisha, akasema ya kwamba atalipa wale walikufia katika maandamano, mzee Raila Amolo Odinga ndiye alipush. Akasema ya kwamba hata kama tuko katika broad based, wale watoto familia zao wale watoto ambao walikufa katika maandamano, familia zao zinalia, ni vizuri kama serikali you do the compensation. Hiyo ni mzee Raila Amolo Odinga alipush. So he was actively doing well in opposition. Na yule mtu ambaye tunaona anaweza ingia katika hiyo kiatu na atoshee vizuri kabisa na asukume hiyo ngoma ya kukosoa serikali mpaka mwisho, ni mtu ambaye anaitwa Geoffrey Rigathi Gachagua. Kwa sababu kutoka wakati ametolewa kwa serikali ni mwaka moja sasa, imeisha officially hii mwezi. Na hiyo mwaka moja hakuna siku hata moja tumeona amelala. Kila siku kama iko maovu William Ruto anafanya, tumeona Rigathi Gachagua katika madhabahu ya kanisa, katika mikutano ya kisiasa, katika media stations, tumemwona katika barabara kule kwa streets, tumemwona katika kila kona ya nchi akikosoa serikali bila kusutishwa na bila kuogopa. Na kwa hivyo naweza sema ya kwamba vile mzee Odinga aliingia katika broad based, ni kama walifanya change of guard, wakabadilishana positions. Yeye akaingia kuunga mkono serikali na yeye Rigathi akakuja hii side nyingine ya kukosoa serikali. Kwa hivyo niambie Wakenya kwamba ndio tutamkosa mzee Raila Amolo Odinga, lakini pia Mungu ametusaidia at the same time. Hajatuacha bure, tumeachiwa Rigathi Gachagua kama kiongozi ambaye ni shupavu, kiongozi ambaye ameonyeshana ujasiri mkubwa wa kukosoa serikali bila kuogopa na bila kutishwa. And it is so evident. Wakenya pia wenyewe wamejionea. Naweza sema hivyo. Na ndiye mtetezi wa Wakenya. Mzee ametetea nchi kwa muda mrefu. Mzee amepigania nchi kwa muda mrefu. Lakini pia Mungu ametusaidia, tuko na Rigathi Gachagua sasa, yule ambaye atahakikisha kwamba vile ambavyo amekuwa akifanya, atatetea Wakenya wote kwa jumla, atatetea haki ya Wakenya wote kwa jumla, na atakosoa serikali usiku na mchana bila kutishwa na bila kuogopa. Hivyo ndivyo ningesema. Kama hakuna swali lingine, kama hakuna swali lingine tutatamatishia hapo.
In the spirit of mourning mzee Raila Amolo Odinga, tutaendelea kuomboleza, tutaendelea kusimama na familia yake katika maombi na njia yote ingine ile. Niambie wanasiasa waweke nidhamu, huu si wakati wa kukuja kuleta vurugu na kusukuma ajenda zao katika siasa wakati watu wanaomboleza. Hasa wanasiasa katika mrengo wa serikali. Tuweke nidhamu, tupumzishe mzee kwa heshima ile ambayo inafaa. Tukishamaliza hiyo kazi, mambo ya siasa tutairudia pale ambapo tuliacha tu na hakuna shida. Kwa hivyo kwa haya machache na mengi, Mungu wetu abariki taifa letu la Kenya. Mungu wetu atutie nguvu kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Mungu wetu awe nasi na atulinde, na pia alinde familia ya mzee Raila Amolo Odinga. Asanteni sana.